Bwana, kwa sasa moja kwa moja tuangazie taarifa kuu ambayo tumekuandalia hii leo. Habari kubwa ni kuhusiana na nyota wa mabingwa watetezi wananchi Young Africans Prince Dube Mpumelelo ameshukuru timu yake ya wananchi Young Africans kwa kipindi chote cha miaka miwili alichodumu klabuni hapo tangu wajiunge nao mwaka 2024 akitokea kwa matajiri wa jiji la Dar es Salaam, timu ya Azam FC baada ya mkataba wake kumalizika. Prince Dube ndani ya wananchi Young Africans amewasaidia kutoa ubingwa wa ligi kuu NBC na kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa misimu yote miwili, yani ule msimu wa 2024-25 na msimu wa 2025-26, huku akifunga mabao 13 katika msimu wake wa kwanza. Bwana Dube ameaga jana na niliona taarifa zimezagaa sana kwenye mitandao ya kijamii. Wakati tunaingia kwenye mjadala hapa, walau tukajikumbushe kwanza mabao aliyowahi kufunga Prince Dube Mpumelelo, alafu tuje tuketi hapa kwenye mjadala hapa. Ndio ile Nzengeli Maxim pia anaondoka katika njia ya Nzengeli, anapunguza, anamwekea Prince Dube smiling killer Dube mara hii kufanya foul kwa Max Nzengeli. Huyo ndio mwana mfalme, unaweza ukamwita Mgadafi kama ajitavyo yeye kwenye ukurasa wake wa Instagram, Prince Dube Mpumelelo. Dube bwana ameaga. Frank, umewahi kufanya naye kazi Prince Dube akiwa Azam? Nimewahi kufanya naye kazi alivyokuwa Azam. Ni mchezaji wa namna gani? Ni mchezaji mzuri. Kwanza ni mchezaji ambao ni tangu mazoezini. Ndio. Yaani hivi vitu anavyofanya kwenye mechi unavyoviona, ni mchezaji ambao hata mazoezini anavifanya. Yaani ni mchezaji ambao mazoezini anajituma, sawa, akipata nafasi on viwani anafunga. Kwa hiyo ni mchezaji ambao kwanza akai sehemu moja. Yaani Dube, na kitu kingine ambacho uzuri wa Dube ni yule steka ambao asimami sehemu moja. Ndio. Yaani anapenda kutokea pembeni, kutokea kushoto, kulia, nyuma, anashuka. Kwa hiyo ni mchezaji ambao anaingia kwenye kila aina mifumo. Sijajua kwa nini Yanga wameamua kunini, lakini ni mchezaji ambao pia alikuwa anawasaidia kuna kipindi. Kabisa. Yaani kuna kipindi alikuwa anawaokoa kwenye nyakati ngumu. Ingawa maneno alikuwa mengi, alikuwa anakosea sana nafasi, baadhi ya nafasi nyingi anazikosa. Sasa wakati mwingine lazima muangalie mchezaji. Kuna mchezaji mwingine anakosa nafasi, ina maana hadi anakosa, ina maana anatengeneza nafasi hadi anafika ile eneo la mwisho. Kwa hiyo ni Dube ni mchezaji ambaye kwanza anatengeneza nafasi nyingi kwenye mechi. Yaani hata kuangalia mechi ya Yanga asipokuwepo Dube unaona utofauti. Kwa sababu unaweza ukaona kabisa ni kwamba mbele atutengeneze nafasi. Umeona kiujumla wa timu unaweza kuona kama inacheza vibaya. Lakini akiwepo Dube, sawa, hata mashabiki unaweza mkajinadi kwamba bwana tumetengeneza nafasi leo. Kwa sababu gani? Dube anazitengeneza hizo nafasi. Sasa changamoto inakuwa kuzitumia wakati mwingine. Kabisa. Na Dube uzuri wake kwenye nafasi hizo anazotengeneza pia anaweza akawatengenezea na wenzake. Yaani kuna muda Dube anaweza akacheza kama namba 9. Yes. Lakini kuna muda anaweza akacheza kama namba 10. Na kuna muda anaweza akacheza kama upande wa pembeni, aidha kulia au kushoto. Na mara nyingi naona huwa ndo anaenjoy zaidi, yani akitoka pembeni alafu awe analiface box hivi. Na magoli yake mazuri yote yametokea pembeni. Yametokea pembeni. Deotraf Dube Prince, mkataba wake na Young Africans umemalizika. Na yeye amechagua kutokuendelea tena na wananchi. Ni habari mbaya sana katika ligi yetu kwanza, kumpoteza striker mwenye kariba ya Dube. Kupoteza striker ambaye anakupa vitu vingi ambavyo wewe kama kocha, nyinyi kama timu mnanufaika navyo. Ni pigo kumpoteza striker design hii. Lakini kwa upande wa Yanga ndio pigo zaidi. Ukitazama mifumo ya sasa hivi na ukitazama falsafa za sasa hivi kwa upande wa timu, makocha na mabenchi yote ya ufundi kwa maana ya technical bench, unaona unamhitaji Dube ambaye hata asipofunga awepo uwanjani. Dube anakuofa vitu vingi. Anakuofa mikimbio, anakuofa kutengeneza nafasi. Msimu huu amefunga magoli 10 na kuassist mara 6. Maana yake sio tu kufunga, ana wastani mzuri wa kutengeneza. Dube anakuofa ukiwa wewe ndio mlinzi, anakupa tabu kwa sababu anaweza kufunga magoli ya design yoyote.
mastreka wengi wanachagua sana magoli. Na moja ya mastreka ambao wanachagua magoli yani ni wanachagua katika kufunga kwa miguu. Lakini kichwa huwa hakitumiki kwa sababu ya kuogopa injury za kichwa. Lakini Prince Dube unaona kuna magoli mengine anafunga kwa kichwa. Kwa upande wa Yanga mimi binafsi nimeshangazwa. Sikutarajia. Yani sikutarajia kwamba Yanga uongozi wao wangemwacha striker wenye kariba kama ya Prince Dube. Kwa sababu kupata striker wa design hii utastruggle. Soko la sasa hivi la mpira wa dunia mastreka wamekuwa adimu. Yani sio Afrika, dunia. Na ndio maana sasa hivi makocha wengi wamekuwa wakiwabadilisha viungo kucheza kama striker. Ndio anakuja kusema force number 9. Yani ni mshambuliaji wa uongo au namba 9 wa uongo. Hiyo ni kwa sababu ya uadimu, upungufu, ukosefu wa washambuliaji ambao ni asili yao. Kwa hiyo unamwacha mshambuliaji asili ambaye alikuwa na kuofa, ukiondoa magoli na kuofa vitu vingi uwanjani, unaenda tena kustruggle kutafuta mshambuliaji mwingine. Kwanza ni gharama. Yani ukimwongezea mkataba Dube ni tofauti ukimtafuta Dube akiwa kwenye timu nyingine. Na kashazoea mazingira, mzoefu wa ligi, akiwa Azam, akiwa Yanga, unaona ni mchezaji ambaye ligi sasa hivi ameizoea. Sio tu acheze kwa Mkapa au acheze Chamazi, hata kwenye viwanja vya mkoani unamwona yuko flexible kwenye mikimbio yake, flexible kwenye kufunga na kutengeneza nafasi. Kwa hiyo kumpoteza Dube, kupoteza striker kwa upande wa ligi yetu na kwa upande wa Yanga ni pigo kubwa sana ambalo binafsi sikupendezwa kuliona katika hizi nyakati za sasa hivi. Na inaarifiwa amejiunga na Hard Rock amejiunga na Hard Rock. Tuangalie mafanikio ya Prince Dube Mpumelelo tangu amejiunga na wananchi Young Africans. Kwanza amejiunga 2024-25 wakati anajiunga na kikosi cha Young Africans aliweza kutoa ubingwa akiwa na timu hiyo. Mbali na hapo pia kwa maana ya kuchukua ubingwa msimu wa 2024-25 na 25-26 Dube alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwepo kwenye mafanikio hayo ya wananchi Young Africans. Lakini mbali na hapo ufungaji kwa maana ya alikuwa mfungaji bora katika msimu wake wa kwanza 2024-25 akifunga mabao 13 katika ligi ya ndani na kumaliza nafasi ya 3 kwenye orodha ya wafungaji bora. Mbali na hapo katika michuano ya kimataifa alichangia kwa uzoefu wake na kuisaidia timu yake kufanya vyema sana kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na kikosi cha wananchi Young Africans. Bwana huyo ndiye Dube Prince. Kama ambavyo inaonekana pia kwenye luninga yako hapo kwenye ngao ya jamii aliweza kufunga bao moja, lakini pia alikuwa na asisti moja. Huyo ndio Dube Prince. Ligi ya mabingwa alifunga mabao 4 na asisti 3, wakati kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara akifunga mabao 12 na alitoa asisti 8. Lakini kwenye ngao ya jamii alifunga goli moja na akatoa pasi 2 za usaidizi wa goli. Hii ni katika msimu 2025-26. Huyu ndiye mchezaji ambaye jana kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram na kurasa za wanahabari mbalimbali akiwemo Miki Junior ambaye amekuwa aminika kwenye taarifa ambazo amekuwa akizitoa hasa kwenye usajili wa wachezaji na taarifa nyingine mbalimbali. Naye nimeona pia ameposti kwenye ukurasa wake wa Instagram. Lakini hata baadhi ya mashabiki wa wananchi Young Africans na walionekana dhahiri kama vile wamekuwa na majonzi kumwacha ama kuondokewa na nyota huyu. Frank, tumeziona takwimu za Dube Prince kwenye misimu ambayo alikuwa na wananchi Young Africans. Swali ni je, ni mchezaji muhimu kiasi gani ambaye anaondoka kwenye nyakati ambazo pengine Yanga walikuwa wakimhitaji zaidi aina ya mchezaji kama Prince Dube? Ukiangalia pale magoli yake yote ya klabu bingwa, FA pamoja na ligi unaona kachangia kwenye magoli 30. Ndio. Ukijumlisha assist pamoja na magoli. Ndio. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kwanza kama nilivyosema mwanzo, ni mchezaji ambaye anatengeneza nafasi. Na sijajua nani kaamua mkataba uvunjike, lakini kwa mchezaji siku zote anapendaga timu ambayo yuko huru. Ndio. Sasa kwa Dube naona kama wakati mwingine mchezaji unajua unakuwa unafuatilia kwenye mitandao. Hadi akicheza labda akikosa nafasi, anaona maneno anakuwa ni mengi. Wakati mwingine pia hata ile kumpa moyo anakuwa wampi. Kwa hiyo unaona ni mchezaji ambaye kwanza anafuatilia sana mitandao. Kwa hiyo sasa mchezaji akiwa anafuatilia mitandao anaona jitihada zake anazojitahidi kwenye mechi na bado anatengeneza nafasi, labda tu
bahati inakuwa sio yake nazikosa. Maneno yanakuwa tofauti. Kwa hiyo wakati mwingine mchezaji anaweza akaamua labda akasema kwa haya maneno yanakuwa hivi, mkataba bora ni ukiisha tu nifanye niondoke. Kwa hiyo labda naweza nikasema labda mwenyewe kaamua au uongozi, siwezi kujua, lakini kwa mchezaji siku zote napenda kwenye sehemu kwenye amani. Yaani ukiwa unafanya ile jambo watu wanaona kabisa Dube ana kitu. Kwa hiyo na kuna kipindi pia walikuwa wanaongea naye vizuri. Yaani alikuwa akikosa magoli watu wanampa hope. Sasa na kweli alikuwa anarudi kwenye game, unaona. Kwa hiyo naweza nikasema Dube ni pigo kubwa kwa Tanzania na ni mchezaji ambaye pia ni muhimu sana. Kwa hiyo unaona hata mabeki kwa sababu sio wanakabwa na mabeki wa sangine wa Kitanzania, na sisi tunapata uzoefu wa kucheza na mtu kama Dube. Kwa hiyo unaona ni mchezaji mzuri na naweza nikasema hata huko anapoenda pia atakuwa ana madhara hayo kulingana na uwezo wake. Kwa hiyo sidhani kama Yanga ni timu kubwa, unaweza kutafuta labda mbadala, huwezi jua labda una mipango gani. Na ukiangalia hadi mtu anaamua kuondoka, wanaamua kumwachia, ina maana washajua mbadala mwingine anaweza kuja zaidi ya Dube. Kwa hiyo unaona Yanga ni timu kubwa na wachezaji wengi walikuwa wazuri. Mimi mwenyewe nilikuwaga pale na nikaondoka, akaja mwingine. Kwa hiyo unaona kwa klabu tukumbushe kwanza Frank, wakati unaondoka ilikuwaje kuondoka kwako Wananchi Young Africans mpaka ukajiunga na Azam FC? Mimi mkataba wangu uliisha kama ulivyoisha wa Dube. Na nilikuwa na nia kuongeza, lakini naweza nikasema nilikuwa na nia kuongeza, lakini maongezi yalikuwa bado hayakamilika na mkataba umeisha kwa mchezaji. Siku zote lazima uangalie njia mbadala. Kama mimi nishaongea na wewe deal, sawa, muda ushaisha, haujaniongelesha, tujakubaliana rasmi, haujaniongelesha, anakuja mtu mwingine, tutaenda kwa mwingine kutafuta nini? Kwa hiyo kwa mwingine alikuja, yani ilikuwa ni free, ushamaliza free, ushamaliza, yani tarehe ile ishaisha. Nasikia mimi na timu ya taifa, naenda hadi timu ya taifa, mkataba wangu mimi ushaisha. Nasikia alikuja na kibunda. Wameweka kibunda mezani. Ugeuki nyuma. Kwa inawezekana hata kwa Dube labda wameweka kibunda. Inawezekana hata kwa Dube. Yanga labda nimeongea nao, kuna vitu bado havijakaa sawa. Timu nyingine imeleta kibunda mezani na mchezaji yeye mpira ndio maisha yake. Ndio. Kwa hiyo mtu akikuletea hela shehe wangu, unafanyaje? Na tabia nyingi za wachezaji kila mkataba unapokuwa unaisha au unapokuwa umeisha hawataki kulipwa vile kama ambavyo walikuwa wanalipwa mwanzo. Lazima kiongezeke. Ni kama Fred Bayo alikuwa analipwa milioni 5 kwa mwezi. Ndio. Hataki tena ile hela ile. Maana yake hapo kuna gharama ya usajili, kuna gharama ya mshahara unaongezeka, ndio maana wanaona mbio zinakuwa nyingi. Lakini si utaratibu mzuri. Tujifunze kwa wenzetu ambao wamekuwa wakifanya bora zaidi kuliko sisi. Na hata kwa mfano kama Azam pale, Azam ujue ulikuwa mkataba ukiisha ndani ya miezi 6 wanakuongelesha na wanamalizana na wewe. Ndio utaratibu FIFA. Yaani miezi 6 tu unaingia mkataba mpya. Na ndio maana FIFA, na mshahara pia unabadilika hapo. Ndio maana FIFA wameweka utaratibu kabla ya miezi 6 ya mwisho wa mkataba wa mchezaji lazima kuwe na mazungumzo. Na mchezaji anakuwa huru kufanya mazungumzo na timu nyingine. Kwa sababu hapa miezi 6 maana yake inatakuwa na alafu pia hapo niongezee kitu ambacho watu hawajui mkataba ukiisha. Ndio. Yaani kipindi kile cha mkataba kuisha kwa mchezaji, yaani ukiwa hujamuongelesha hata performance itakuwa ndogo. Unajua kwa sababu gani anafikiria hapa kule nitabaki hapa. Mbona kama wanitafuti. Unaona unaanza yaani kujihami. Alafu kuna timu nyingine zinakuja unafanyaje? Mwisho wa siku unaenda. Yes. Kwa hiyo nadhani ni mpangilio tu labda mwenyewe akiamua kuacha kutokusaini ndio unaweza ukamfuata tena ni miezi 6 akwambia bwana mimi nisubirie kwanza. Na hizi timu za Kariakoo, moja ya tafiti ambazo nimefanya ili uweze kuongezewa mkataba kwa uharaka zaidi uhusishwe na timu moja wapo. Yaani mfano wewe uko Yanga, Dube angekuwa anahusishwa na Simba kwamba wanamtaka. Na kweli wao wenyewe viongozi wa ndani wameshakutana na hizo taarifa na wameona kweli kuna mazungumzo, Dube angeongezewa mkataba. Wachezaji wengi wa hizi timu za Kariakoo hizi wanaongezewa mkataba kwa sababu wanahusishwa kwenda huko. Yes. Elimpanzu juzi tu hapa alihusishwa kwenda Yanga, wala msimu haujaisha kaongezewa mkataba. Amechagua kurejea nyumbani kwao Zimbabwe. Pengine Azam ndio ilikuwa timu ya kwanza kumleta hapa Tanzania, si ndio? Yes. Na baadaye tukaona anajiunga na Wananchi Young Africans, lakini hata wakati anaondoka Azam ni kama vile ilikuwa kuna vuta ni kuvute. Tuangalie kule ambapo anakwenda. Hard Rock. Ni timu ya namna gani?
Kwa level za Yanga ameshuka. Kwa level za Yanga, kusema level za Yanga kwa maana ya kwa ubingwa mara nyingi wa ligi kuu, ndio kushiriki michuano ya klabu bingwa na shirikisho na kufika hatua za juu, uwekezaji, promotion ambayo alikuwa anapewa Dube, ufuatiliwaji. Unazungumza ligi ya Tanzania sasa hivi imekuwa miongoni mwa ligi ambayo inafuatiliwa zaidi Afrika. Kwa hiyo kwenye upande wa kushuka, yani level, ametoka kwenye level ya juu amekuja kwenye level ya kati. Pengine labda angeenda Misri, angeenda South Africa, angeenda kwenye yale mataifa ambayo kwenye michuano ya klabu bingwa wanafanya vizuri. Manake tungekutana naye kwenye hatua za mtoano hizi makundi. Lakini Adrock unaona ni timu ambayo hata ukiisearch kwenye upande wa michuano ya kimataifa ukaamua tu kurudi tu nyumbani, sehemu ambayo kodi inakuwa sio kubwa ya kulipa, unaonana na familia yako mara kwa mara. Lakini kwenye upande wa ushindani kwenye bara la Afrika, hapana, Adrock ni level ambayo bado hawezi kuifikia Yanga ambayo tunaiona kila kukicha inakuwa. Juzi tu alishiriki hatua za robo finali michuano ya klabu bingwa, finali. Sasa hivi unaona wanafanya progress ya kufika zaidi ambapo wamefika, na uwekezaji unakuwa mkubwa kila msimu. Dube alikuwa anajihakikishia kila msimu kuwa na ubingwa wowote. Eza ligi kuu, FA, Ngao, Mapinduzi, Muungano. Je, huko anapokwenda kuna hizo na amesaini kandarasi ya miaka 2. Ndio mikataba ya wachezaji. Labda naona kama akaamua kwenda kupumzika. Kwa sababu yani naweza nikasema labda familia nayo imeona bwana njoo nyumbani kwanza kidogo, ujitafute afu utaenda. Hata Bruce Kango nakumbuka alipotokaga tu Azam akaenda pia timu ya kwao. Kwa hiyo unaona Bruce Kango ama Bruce. Unaona full back ya mpira. Yule ana kidumu kaka. Sasa la kidumu yule anadumu. Bruce Kango kidumu chake akijatoboka kwa chini. Kinatunza upepo. Bruce Kango ama Bruce alikuwa mchezaji sana sana. Kama walikuwa kama mapacha, kuna Bruce Kango afu kuna fullback mwingine. Kwa hadi wadada. Lakini kuna kitu ambacho nimekigundua, ukiondoka Tanzania ukienda mataifa mengine tofauti na ukanda ule wa UNAF, ni kama vile unaenda kushuka, drop. Kwa sababu ukiangalia leo Nicola wa kilo wa dada, huwezi kupata taarifa zake. Bruce Kango ama huwezi kupata taarifa zake. Yani kwa maana ya huwezi kuona anazungumzwa kwenye spotlight, huwezi kuona anazungumzwa kama vile ambavyo walikuwa wanazungumzwa wakiwa Azam, wakiwa Yanga mathalan, na wakiwa Simba. Na hata Dube huyu ambaye tunamzungumza, sitaki kuamini kwamba anaweza akazungumzwa kama ambavyo alivyokuwa akizungumzwa tena wakati anahudumu kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Lakini wakati mwingine inabidi tuheshimu maamuzi ya mtu. Kwanza hizi timu kubwa hizi zinakupaisha sana. Yaani mimi kwa mfano nilipokuwa Yanga, nilikuwa na jina kubwa tofauti na nilivyoenda Azam. Ingawa ni timu ambazo zote ziko Tanzania. Kwa hiyo unaona timu za Simba, Yanga zenye washabiki wengi zinafuatiliwa sana. Kwa hiyo hata jina lako linakuwa liko juu. Kitu unachokifanya Yanga, sawa? Ukicheza mechi ya Yanga unakuwa watu wengi unakiona. Kitu hiko unaweza kukifanya timu nyingine watu wasikione kabisa, kwa sababu hamna watu wanaofuatilia mara kwa mara. Lakini ukicheza na timu hizo kubwa, kwa mfano kama Namungo nilivyokuwa Namungo, nikicheza na JKT naweza ukafanya kitu kizuri watu wasikione. Lakini ukafanya na timu hizo kubwa moja hapo kama Simba au Yanga, ndio sasa hata unapostiwa, unapigiwa simu, leo nimekuona bwana, bado uko vizuri. Kumbe nilikuwa vizuri tangu mechi hizo za nyuma. Na nasikia wakati fulani pia hata viongozi hao wajua kukutip kawaida tu. Kawaida. Unaokota ushimo. Yaani ukifanya vizuri kwenye hizo timu, ukilia shida tu mapema. Kawaida. Bana, takwimu za Dube msimu wa 2025-26 kwenye ligi kuu amefunga mabao 12 assist 8, lakini kwenye ligi ya mabingwa amefunga magoli 4, assist 3, Ngao Jamii akifunga goli 1, assist 2, na tumezungumza hapa kwa kina kweli kweli kuelekea kwenye kile ambacho Prince Dube Mpumelelo amekifanya. Je, wananchi unawaona wakienda kuziba nafasi ya Dube msimu ujao kwa aina ya wachezaji ambao wanatajwa kuingia kwenye kikosi cha wananchi? Kwa maana sasa hapo tunazizungumza penyenye au tetesi au fununu.
Bado Yanga wana Depu. Depu. Wanaye Depu. Ni striker ambaye unaona silaha yake kubwa ni kwenye kumalizia nafasi. Yani ndio silaha yake kubwa. Ndiyo. Clinical finisher. Wana Mzize pia. Na wana Mzize. Tusisahau mchezaji ambaye kabla hajaumia alikuwa na magoli mengi sana. Kwa hiyo swala la striker wanaye, lakini unatazama upatikanaji. Ndio. Unajua unaweza ukawa nao lakini wasipatikane uwanjani. Depu si striker ambaye unaweza ukampata msimu mzima. Bwana we. Kwa historia yake ya majeraha. Huko alikotoka Huko alikotoka na hata alivyojiunga na Costa. Kwa huko alikotoka pia hivi yani michezo 5 6. Yani huwezi kumpata mchezaji kama Faisal vile msimu mzima au kama Mayele. Msimu mzima yupo kama John Boko, msimu mzima level yake ile ile. Okay. Kwa hiyo changamoto ambayo Yanga wanaweza kukutana nao kama wasiposajili mchezaji ambaye ana uwezo zaidi ya Prince Dube au ana uwezo wa kufanya Prince Dube. Maana yake hata hao ambao wako nao kwa maana ya Depu pamoja na Mzize, upatikanaji wao kwa upande wa Depu naweza nikasema na historia yake na inaifahamu. Lakini tunafahamu pia Mzize ametoka kwenye majeraha. Ndio. Nafahamu wachezaji wengi wakitoka kwenye majeraha usimtarajia wewe kwenye ile piki ambayo alikuwa nayo. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, kwa jeraha ambao amelipata huwezi kuwa na guarantee ya kuwa naye msimu mzima bila kupata majeraha madogo. Ajitibie kidogo, ajitibia tofauti na mwanzo ambavyo tulikuwa tunamshuhudia msimu mzima anaotwanga. Kwa hiyo nazungumza kwenye upatikanaji kwanza kabla ya kutazama quality ya mchezaji. Jambo hilo la kwanza. Jambo la pili, tunazungumza bidhaa ambayo imekuwa adimu sasa hivi duniani na Afrika ni striker. Mastriker ambao sasa hivi tunawahesabu kuwapata gharama yake unaizungumza bilioni na yani sio milioni 500 600 ni bilioni na. Tetesi zinaarifu ya kwamba Stefan Aziz Ki huenda akarejea Jangwani. Si striker lakini ana uwezo wa kufunga. Sasa kama tunazungumza ashawahi kuwa top scorer kama unakumbuka. Sasa mabao 21 nakumbuka alikuwa na bato na Fitoto. Ni kweli ni fununu ambazo zipo mjini kwamba huenda akarudi Yanga. Tunamuona majukwani ilikuwa ni atumuone. Hakuonekana jambo moja. Lakini na zile tetesi ni ule bosi wangu Philip Cyprian anasema umefika kazini sawa, lakini kuwa eneo lako la kazi ni jambo lingine babu, umechelewa. Ule ukaribu wa Stefan Aziz Ki na uongozi wa Yanga au na klabu ya Yanga ndio na mahusiano yao mazuri unaweza kurahisisha usajili wake kurejea Dar es Salaam Tanzania kujiunga na Yanga. Unaweza kurahisisha. Bana, tuondoke hapo tuangazie taarifa nyingine ambazo bado zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo hapa nyumbani. Habari kubwa hii leo ni kuhusiana na fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank Federation Cup ambayo inatarajiwa kuchezwa kesho visiwani Zanzibar katika uwanja wa Gombani pale kisiwani Pemba, ambapo utakutanisha mfalme wa nyika na mnyama mkali wa mwituni timu ya Simba Sports Club dhidi ya matajiri wa jiji la Dar es Salaam timu ya Azam FC. Mchezo huu bwana utapigwa saa 11 kamili jioni. Hii ni Mzizima Derby ambapo mnyama mkali wa mwituni Simba anaingia katika mchezo huo akitoka kuwafunga wagosi wa Kaya ama Coastal Union. Kilikuwa ni kibano cha mabao 4 kwa nunge kwenye mchezo wa nusu fainali, huku upande wa pili wa shilingi kwa matajiri wa jiji la Dar es Salaam timu ya Azam FC wao waliifunga Young Africans. Kilikuwa ni kibano cha mabao 3 kwa 2 kwenye mchezo wa nusu fainali. Simba atakuwa mwenyeji wa fainali hii licha ya timu zote kutokuwa katika uwanja wa nyumbani. Mara ya mwisho Simba kucheza fainali ya kombe la FA ilikuwa ni msimu wa 2020-2021. Kwa upande wa Azam, mara ya mwisho kutwaa ubingwa wa FA ilikuwa ni msimu wa 2018-19 walioibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Lipuli ya pale mkoani Iringa katika mchezo wa fainali. Timu zote tayari zimewasili visiwani Zanzibar kwa ajili ya fainali hiyo. Bana, Simba wamewasili Zanzibar, Azam nao wamewasili pale visiwani Zanzibar. Frank, Peremba, kijana winda utarudi na kilemba. Umewahi kufika Pemba?
Pemba nishawahi kufika. Umewahi kufika lakini miaka ya nyuma kidogo. Ya nyuma kidogo. Uwanja umeboreshwa sasa hivi. Sasa hivi umeboreshwa, ina maana hadi na mimi nathubutu kusema uwanja wa Gombani ni mzuri zaidi kuliko uwanja wa New Amani Complex. Yes, na uwanja wa kule unakuwa utumiki mara kwa mara. Yaani kwa sababu uko mbali kidogo, kwa hiyo hata jinsi ya kutumika inakuwa tofauti na Amani. Ndio. Pengine itakuwa ni mechi ya namna gani? Azam FC walikuwa Unguja siku sio nyingi sana dhidi ya wananchi Young Africans kwenye mchezo wa ligi kama utakumbuka, na walifungwa, walikuwa magoli 3-0, lakini Azam FC hao ndio waliwatoa Yanga wakiwafunga magoli 3 dhidi ya magoli 2. Simba Sports Club wao wamewatoa Wagosi wa Kaya ambao nao walishawahi kucheza fainali. Hii ni mechi ya namna gani? Timu zote mbili zinatokea Dar es Salaam. Timu zote mbili zinashiriki ligi kuu ya NBC. Mmoja amemaliza akiwa nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi, lakini mwingine akimaliza akiwa nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi. Unaiona inakwenda kuwa mechi ya namna gani hapo kesho? Ni mechi ambayo kwanza itakuwa mechi ya ushindani sana. Ukiangalia historia ya Azam mara ya mwisho kuingia fainali ndio anachukua ile na Lipuli, mimi mwenyewe nilikuwepo. Kwa ina maana ni miaka mingi sana hawajawahi kuchukua ile kombe. Kwa hiyo unaona ni mechi ambayo kwanza Azam wana hali nzuri kutoka kumfunga mtani, yani kumfunga mtani wake anakutana naye. Kwa hiyo unaona mechi ile ya Yanga Azam walijipambania sana kuhakikisha kwamba wanamfunga Yanga. Kwa hiyo ukiona ile mechi walivyoiendea siku ya Yanga, naona ni mechi ambayo tena wataiendea wakicheza na Simba. Kwa hiyo ni mechi nzuri ambayo kuitazama pia itakuwa nzuri kwa sababu ligi shaisha. Kila mtu atataka kuonyesha sasa uwezo wake. Kwa Simba naona wakiwa kwenye hali nzuri baada ya kukosa ubingwa. Ujue timu kubwa unakuaga na malengo, inaweza A na B. Tumekuwa na malengo A, labda tunatafuta ubingwa, tumeukosa. Ndio maana hata unaona mechi ile ya mwisho kuna baadhi ya wachezaji hawakuhusika kwenye kikosi. Kwa hiyo unaona mawazo yao ni hiyo fainali. Ile wachezaji kuto kuhusika kwenye mechi au wengine kuanzia benchi alafu ndo kuingia kipindi cha pili, maana yake walikuwa wanautazama mchezo wa fainali. Yes, ina maana kocha labda na plani kulingana na timu inayocheza nayo KMC, labda naweza nikaika tu watu fulani baadhi ya wachezaji nikawapumzisha na bado nikapata matokeo. Lakini mechi inayokuja ya fainali, na fainali unacheza na nani? Na Azam ambao naye yuko vizuri, katoka kumfunga mtani. Kwa hiyo unaona kocha alikuwa na maono kwamba mechi itakuwa aina gani, kuhakikisha kwamba nawapumzisha wachezaji wangu ili wakiingia kwenye mechi awe na energy ya kutosha. Ni mechi ambayo kila mtu yuko vizuri. Kwa hiyo sasa hapo ni mbinu sasa za makocha. Frank, ulikuwepo 2018 wakati Azam inatoa ubingwa wa FA, tunathubutu kusema hivyo. Kwenye mechi za namna hii fainali inavyokuwa, maandalizi huwa yanakuwaje na joto lake huwa linakuwaje? Maandalizi yanakuwa hali ya juu. Kwanza lazima mujiandae wenyewe wachezaji. Na motisha inakuwa iko juu sana, na naweza ngasema uongozi wote, yani rais wa timu, mabosi wote wanakuwa karibu na wachezaji kwa sababu wanajua ni mechi moja ambao akiwapa labda ile hamasa ya kutosha naweza mkaingia uwanjani mkapambana. Nadhani hata hiyo mechi Azam iliocheza na Yanga ukiangalia ni hamasa ilikuwa nje kubwa sana. Ukiangalia jukwani viongozi wote wa timu wamekuja. Kwa hiyo kwa mchezaji akiona vikao vinaendelea vingi na labda mmewekewa mzigo wa kutosha, na uzuri sasa wa Azam mechi ile za FA waga wanasema kabisa gombanieni kombe, mkilipata hela mtagawana wenyewe. Kwa hiyo kwanza unacheza na hela. Kuna zile bonus za timu ambao wanawekea kwamba bwana mkishinda mechi hii mnachukua kiasi fulani. Pia kuna ile bonus ambayo ile kombe. Kwamba mkichukua kombe mnapewa, na uzuri wa Azam mkichukua kombe hapo tu. Hata kama kule ila bado haijatoka mnapewa hela zenu mnagawana. Kwa hiyo unaona ni mechi ambayo kwanza kwa mchezaji unajituma kuhakikisha kwamba nataka hela. Ile mechi ulicheza ile ya finali? Nilicheza. Goli anashinda Chilwa. O'Bray. Ile mechi watu walikuwa walijituma uwanjani hadi wasema kwa sababu ni mechi moja. Na mnarudi nyumbani ulikuwa uko vizuri sana. Uko vizuri kabisa, unapiga uruzi. Ulikuwa unacheka tu. Chinja kuku yule. Kwa unakula bwana ile jogo hili na matachamba hili mimi nalipenda ile. Chinja wewe. Uko unapiga mluzi na ukianza kupiga mluzi mwisho wa siku unaimba. Ndio tabia ya mluzi ilivyo. Tena ukianza kupiga mluzi mwisho wa siku lazima utaimba. Kwa hiyo kiitikio. Yaani ukianza kupiga mluzi fuatilia tu. Umeanza
Mwisho wa siku lazima Bernard Morrison alifanya hivyo hivyo. Ushindi la kaka, ushindi la hasa finali. Sikwambie. Deutraf, Simba ndio wenyeji kwenye finali hii. Sahihi. Licha ya kwamba mechi inachezwa kwenye neutral ground kule Gombani Pemba. Azam walicheza finali hapa kama utakumbuka. Ndio. Ya Mapinduzi Cup. Dio. Tena walicheza kwenye mwaka huu Ndio. na Young Africans. Ile mechi ilienda mpaka kwenye mikwaju ya penalty. Azam sio wageni kabisa kwenye uwanja huu. Kitu ambacho kinaongeza hamu ya fainali hii ni muda mrefu hizi timu hazijashinda ili kombe. Ndio. Yaani inaongeza hamu. Msimu wa 2018-19 kwa Azam kutoa kombe la FA. Msimu wa 2021 kwa Simba Tadeo Luanga kutoa ili kombe. Tadeo Luanga ilikuwa Kigoma ile. Ilikuwa Kigoma. Kona anapiga Luis Mixon dhidi ya Yanga finali. Kwa hiyo ukitazama kipindi kirefu ambacho hizi timu hazijashinda ili kombe, inaongeza nguvu na hamu ya kutazama mchezo na wachezaji kujituma zaidi. Kwa sababu wote hamjashinda ili kombe kwa muda mrefu. Miaka 4 mfululizo ni Yanga peke yake anaichukua ile kombe. Yanga peke yake anaichukua ile kombe. Hilo ni jambo ambalo linaweza likaongeza motisha kwa wachezaji, likaongeza kiu, hamu na kufocus mchezo na kuongeza umakini, kwa sababu ukilikosa ile kombe maana yake unaongeza miaka tena ya kulikosa. Kama ndo kwa upande wa Azam ni 18-19 maana yake itafika hadi 26-27 kwa sababu wameshakosa. Kwa Simba ni hivyo hivyo. Kwa hiyo tafsiri yake inaongeza ugumu wa mchezo, kwa sababu wote wamekosa kwa muda mrefu, kwa hiyo ugumu unakuwa zaidi. Hakuna hata mmoja ambaye anaweza kuwa mwepesi. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, nikitazama eneo la ufundi, timu zote mbili zina makocha ambao wana uwezo mkubwa sana wa kusoma mchezo ukiwa unaendelea. Sasa hivi makocha hawadili sana na mipango kabla ya mchezo, wanadili na mipango wakati mchezo ukiwa unaendelea, kwa sababu unaweza kuwa ukamsoma Simba au ukamsoma Azam ubora wake uko wapi afu akaja kivingine. Maana kama hauna uwezo wa kumsoma wakati mchezo ukiwa unaendelea na wewe ukabadilika, shida inakuwa upande wako. Na Steve Barker pamoja na Ibenge ni makocha ambao wana uzoefu, wameshacheza finali kadhaa, wameshakutana na pressure mchezo wa finali, wanaweza wanaweza kumaintain na kubadilika wakati mchezo ukiwa unaendelea. Pia jambo ambalo linaweza likaongeza motisha ni namna ambavyo quality ya wachezaji wa timu zote mbili. Hizi ni timu ambazo madaraja yake ni ya juu. Hakuna sehemu ambayo unasema nitapita kwa yule hawezi kunikaba vizuri, au eneo lao kiungo la timu fulani ni dhaifu. Simba na viungo bora, kina Kagoma, kina Neo Maema, kina Kotos Chama, wana viungo ambao wanaweza kina Alasan Maodo Kante. Ni hivyo hivyo kwa upande wa Azam, wana Kaminko, Ibidi Mao, Adolfu Mtasingwa, Feitoto, wana watu kweli kweli. Kwa hiyo yuko mtu anaitwa Braziliano pale. Bin Zayed. Yahya Zayed. Kwa hiyo ni finali ambayo imeshiba. Ndio. Si finali dhaifu, si finali ya kumwangalia mnyonge ni nani. Na ukianza kufuatilia michezo iliyopita, Azam umekuwa akiwachachafya sana Simba kwa michezo ya hivi karibuni. Sio mchezo sio kwamba eti Simba ni kwa sababu ana historia kubwa na ligi yetu na kombe hili kuchukua mara nyingi kuliko Azam, lakini ukiangalia sasa mimi na wewe tunapokutana siku za usoni, nani ambaye amekuwa bora zaidi? Azam ameonyesha kuboresha sehemu ambayo ulikuwa miaka nyuma akimfunga Simba ni sherehe. Akimfunga Simba yani ni party ambayo wanakuwa wanaifanya, lakini sasa hivi wameona kawaida kwa sababu wana battle katika maeneo yote, wana walinzi wazuri, wana viungo wazuri, wana mastreka wazuri. Maana yake hapa sasa ni nani ambaye anaweza kuwa na mikakati mizuri katika mchezo, approaching namna ambavyo unaweza ukawa na bahati ya mchezo. Unaweza kuwa mkajiandaa, mkakesha, mkafanya training ya kila aina, lakini bahati ikawa sio upande wako. Nakumbuka zile habari za Amrish Kapoor tulizozungumza zile. Yeye aliweka bahati kwenye 80%, uwezo akasema kwenye 20%. Tuondoke hapo, tuangazie taarifa nyingine ambazo bado zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo. Habari kubwa ni kuhusiana na mchezo wa kuania kusalia kwenye ligi kuu NBC Tanzania bara ukijulikana
unaojulikana kwa jina la playoff, lakini maarufu kama mchezo wa mtoano. Timu mbili kutoka jiji la Mbeya kwa maana ya Tanzania Prisons na timu ya Mbeya City, wao watakuwa wakicheza mechi za playoff tarehe 13 na tarehe 14. Wameishia nafasi ya 13 na nafasi ya 14 kwenye msimamo, na tutashuhudia michezo hiyo ya playoff ikichezwa. Mchezo wa kuwania kusalia ligi kuu kwa timu mbili zilizomaliza nafasi ya 13 na nafasi ya 14 kwenye msimamo itachezwa weekend hii, ambapo vijana wa Mbeya City watashuka dimbani kucheza na Tanzania Prisons Jumapili saa 10 kamili jioni kwenye dimba la CCM Sokoine, na hii itakuwa ni mechi ya mkondo wa kwanza ambayo itatoa picha ya ni nani ambaye anapaswa kusalia kwenye ligi kuu, na timu ambayo itapoteza kwa aggregate kwenye mechi zote mbili itakwenda kujiuliza tena dhidi ya timu kutoka Championship. Kwa upande wa Championship, mchezo wa kwanza kati ya Mbeya Kwanza na Polisi Tanzania ulimalizika kwa Polisi Tanzania kushinda goli 4-0, hivyo wana nafasi kubwa ya kwenda katika mchezo wa hatua inayofuata. Mechi yao ya mkondo wa pili itakuwa ni siku ya Jumapili saa 10 kamili katika dimba la Ushirika pale Moshi. Bana, mechi nzito kweli kweli. Kwa bahati mbaya timu ambazo zina qualify kutoka championship kwenye playoff wakija kucheza na timu ambayo imequalify au imeshindwa, maana huko ni kushindwa. Maana kuna mchezo wa Mbeya City na Tanzania Prison, atakayeshindwa anaenda kucheza na ale qualify kwenye upande wa playoff ya kwanza championship. Kwa bahati mbaya upande wa championship wamekuwa wakipata matokeo ambayo sio mazuri. Katika historia ya miaka hii 10 ya mfululizo ni Mashujaa peke yake ndo aliifunga Mbeya City, ndo alifanikiwa kutoka playoff ya championship kucheza playoff na timu ya ligi kuu na kuitoa na kufika kurudi ligi kuu. Mashujaa peke yake. Lakini ukiondoa Mashujaa, maana yake timu zote ambazo zimekuwa zikikutana na playoff ya timu kutoka ligi kuu wamekuwa wakifungwa. Kwa hiyo za kuwa ikawa ni rekodi ile ile au ikavunjwa, kwa sababu historia inaandikwa na kubadilika. Ihefu pia waliwahi kufanya hivyo, waliondosha Mbao. Mbao ilikuwa timu ya ligi kuu na Ihefu ilikuwa ikitokea championship wakati ule kitu ligi daraja la kwanza, kama utakumbuka. Kwa hiyo ni timu mbili tu, Mafande wa Mashujaa ambao waliwaondoa Mbeya City, tena ile mechi ya Mbeya City kwa mechi nzito sana. Uzito wake unatokea wapi? Uzito wake ulikuwa ni nini? Mechi ile uliangalia pale Kigoma? Niliangalia. Alafu kaenda kuitazama tena ilivyochezwa Sokoine, kwa sababu mechi ilienda kumalizikiwa Sokoine. Cheza kwao utunzwa. Frank, Mbeya City na Tanzania Prisons zitakutana wenyewe weekend hii. Watacheza Mbeya City, watacheza na Tanzania Prisons, kisha baadaye watakuja kurudiana. Atakayeshinda hapo Sokoine, ngoma inapigwa pale pale Sokoine pale Mbeya. Mshindi wa jumla maana yake atakuwa na nafasi ya kubaki kwenye ligi kuu. Hiyo aidha itokee Prisons au itokee Mbeya City, atabaki. Lakini huyu mwingine ataenda kucheza na atakayeshindwa ataenda kucheza na aidha Polisi au Mbeya Kwanza. Huwezi jua, tusiseme kwamba Polisi wameshafuzu moja kwa moja. Mpira dakika 90, inawezekana Mbeya Kwanza akaja akashinda mabao mengi zaidi, chochote kinaweza ikatokea na akaja akapindua meza kibabe. Lakini mechi ya pili itakuwa ni kati ya Mbeya City, timu ambayo itapata matokeo hasi au matokeo duni dhidi ya timu ambayo itapata matokeo mazuri kwenye mchezo wa championship, kwa sababu wale kule wanapambana wenyewe na hao wanapambana wenyewe. Nini unakiona kuelekea kwenye mechi hizi? Ukiziangalia hizo mechi ni kama fainali, yani kama tunavyozungumzia Azam na Simba. Ni kama fainali, na pia hiyo ya Mbeya Prison pamoja na hiyo Mbeya. Kwa hiyo unaona kwanza ni mechi ya kujuana, kwa sababu wote wanajuana, wote wako pale. Kwa hiyo na mechi ambayo kwanza nje ya uwanja itakuwa na mambo mengi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanajuana. Wanajua kabisa Tanzania Prison itaingilia hapa, itatokea hapa. Na wanaojua tena hata Mbeya City utafanya hivyo, utafanya. Kwa hiyo ni mechi kwanza itakuwa haina fitina sana, kwa sababu wanajuana. Na kwa timu za kujuana wakati mwingine pichi ndio inaamua. Yaani sio mambo ya nje, kwa sababu kila mtu anajua mipango ya mwenzake.
Sasa nani yuko bora uwanjani? Na mara ya mwisho nakumbuka Prison alifungwa pale na Mbeya City ile kwenye ligi. Mara ya mwisho kukutana. Kwa hiyo unaona yoyote anaweza akafungwa. Mara ya mwisho Prison alifungwa, lakini kwa sasa hivi Prison inaonekana ndio yuko imara zaidi. Sasa kwa hivi karibuni Prison imekuwa na mwendelezo mzuri. Yaani ukiangalia mechi zake 3 zote, yani kucheza hiyo playoff ni yeye mwenyewe jitihada zake. Kabisa. Sasa timu inakuwa na ile kama mwendelezo mzuri. Sasa huo mwendelezo huo mzuri wakiingia vile vile na hiyo mechi ya Mbeya na imani watapata matokeo. Mimi naiona kama vita ya maafande kwenye ligi kuu kwa sababu kuania kupanda ligi kuu. Mimi nawapa nafasi Prisons. Wewe binafsi. Unawapa nafasi lakini mechi bado haijachezwa, huwezi jua. Ndio. Nani yuko kwenye si maoni yangu. Michezo hii ya playoff. Ndio. Kwa ufuatiliaji wangu, mchezo wa kwanza ndio unaamua nani ambaye anabaki na nani anaondoka. Kweli? Mchezo wa kwanza. Kwa hiyo tusubirie mechi ya kwanza. Pigwa goli 4 maana yake mchezo unaofuata unasubiri nini? Kaka, mpira huu kaka. Kwamba kuna 5. Ushaweza kushuhudia hivi. Sasa inawezekana. Mimi kushuhudia goli 8. Wewe unasema 5. Kama juzi 7 wametangaza 7 juzi. Bwana. Yote yanawezekana ndugu yangu. Yanawezekana, lakini mara nyingi mchezo wa kwanza unaona tafsiri nini ambacho kinaweza. Lakini sisi tunachokijadili mara nyingi ni current performance, kwa maana ya viwango ambavyo vinaonyeshwa kwa hizi timu kwa sasa hivi. Unajua kuna timu nyingine inaweza zikawa bora dhidi ya timu nyingine, lakini wanapokutana na fulani huwa anakuwa dhaifu. Shakuta yani inatokea, lakini sasa kwa nadhani Prison kwa sababu wana mwendelezo, yani mfululizo mechi 3 zote za mwisho wamekuwa kwenye level ile ile. Kwa hiyo naiona hata hii mechi wakiingia kwenye level ile ile. Kama wakiwa kwenye ile level. Kwa sababu imepita wiki moja. Ni kweli. Kwa hiyo kwa wiki moja mchezaji anaweza akajitwin, kwa sababu pia bwana, kazi tulioianza tumetoka huko chini. Kwanza wana hiyo motivation. Kama tulikuwa chini, tulikuwa tunashuka. Tumekuja hadi hapa kwenye playoff. Tumalizie, wanasemaga tumalizie kidagaa chetu hiki. Ni kidagaa kinakuwa. Kuna maneno yale ya mpira wanasema kidagaa chetu tukimalizie. Tumalizie hiki. Kwamba tukimalizie tubaki kwenye ligi kuu. Na imani hata watakuwa na hamasa kubwa. Uzuri wa timu kama hizi za polisi pia wanakuwa na watu wengi nyuma yao. Kama unajua ni taasisi kubwa, kwa hiyo na watu wengi. Kila wanapoenda wako nyumbani. Mechi ngumu lakini hiyo. Mechi ngumu kweli. Kwa hiyo lazima ipigwe na lazima mtu apatikane. Na mchezaji sasa unapenda kucheza mechi kama hizi. Yaani mimi binafsi napendaga kucheza mechi kama hizi. Kweli. Zile ambazo ngumu, ili kwa sababu ili uonekane mchezaji mzuri, lazima uisaidie timu kwenye mazingira magumu. Yaani huwezi kuonekana mchezaji mzuri kipindi timu inashinda, haijapitia hata kwenye ile hali ngumu. Tutajuaje uwezo wako? Kwa hiyo kwenye kipindi kama hichi sasa timu inahitaji matokeo. Sasa mchezaji pale ndio unatakiwa sasa uonyeshe kwamba mimi ni level gani naweza nikaisababisha timu kwenye pressure kubwa na nikapata matokeo. Alafu hii michezo ya playoff ni fursa pia kwa upande wa wachezaji. Yes. Dirisha linafunguliwa la usajili. Yaani dirisha maana yake inaweza kuwa baada ya playoff usisalia katika hiyo timu. Kweli. Umeonyesha kiwango kikubwa. Unachukuliwa. Maana yake kuna hizi timu nyingine ambazo zina uwezo mkubwa kiuchumi zaidi ya Mbeya City au Tanzania Prison. Wanaweza kuchukua. Kwa hiyo ni platform pia. Yaani uitumie kama wachezaji wanatumia kama platform kuvuka boda kutimiza ndoto zao ambazo walikuwa wanaziota. Ukicheza Tanzania Prison ni tofauti kucheza na Azam au kucheza Singida. Kwa hiyo ni michezo migumu kwao, lakini michezo ambayo inaweza kuwatengenezea fursa baada ya mchezo kumalizika. Na watu watafuatilia sana kwa sababu ligi sishaisha. Yaani viongozi wa timu nyingine nini wote watakuwa wanaangalia mchezo. Mameneja wote watakuwa wanautazama mchezo. Basi sawa, tuondoke hapo kwenye michezo hiyo ya hatua ya mtoano kuania kusalia kwenye ligi kuu NBC Tanzania Bara, lakini kwingineko tuangazie taarifa ya B19 ambao wao wameweza kuwazawadia tuzo wachezaji wake baada ya kusalia kwenye ligi ya Championship. Habari kubwa ni kuhusiana na uongozi wa timu ya B19 FC umefanya tukio maalum la chakula cha mchana, ikiwa ni sehemu ya pongezi kwa wachezaji hao mara baada ya kumalizika kwa msimu wa ligi ya Championship
wakiwa kwenye nafasi ya 9 kwenye msimu huu. Uongozi wa timu hiyo umewapa zawadi ya tuzo mbalimbali baadhi ya wachezaji wa timu hiyo, lengo likiwa ni kuongeza thamani ya mapambano kwa msimu huu. Tupate taarifa kamili. Kitu chochote kinachofanikiwa ni lazima kizawadiwe. So tunajua mapambano yalikuwa makubwa, tumeanza vibaya, lakini always ni how you finish. So tunashukuru tumemaliza vizuri msimu, tumemaliza nafasi ya 9. So tumeona ni vyema kukaa na wachezaji wetu, kupongezana, lakini pia tukijua kama ni mwisho wa msimu. Maana yake msimu ujao kuna wachezaji ambao tutakuwa nao, kuna ambao wataondoka. So ni vyema kwa kila kitu tukaachana kwa wema. Ndio maana tumewatayarishia ghafla ndogo hii kwa ajili ya kupongezana pia. Yeah. Lakini pia kuhusu msimu ujao, unaweza ukaujudge the way tulivyomaliza msimu huu. Mpaka ukiona tumeeka ghafla kwa ajili ya kuaga wachezaji, basi ujue msimu ujao pia tuna malengo makubwa zaidi ya msimu huu. Tunachokitaka msimu ujao ni kwenda kushindana kwenye nafasi 4 za juu. Kwa timu ambazo zimeshuka kutoka ligi kuu, ni wakaribishe. Karibuni maskani, ila wajue huku hamna mkubwa. Huku ni mtu mwenyewe atakavyojitayarisha. Kwa kulithibitisha hilo, sisi tulitoka daraja la chini mwaka jana tukaja championship, lakini kuna timu ambazo tulizikuta championship, nyingine sasa hivi zinacheza playoff, nyingine tayari zimeshuka daraja. So wanaoshuka wasijione kama ni wakubwa zaidi ya sisi ambao tupo hapa. Tupo tayari kuwapokea, tutawaheshimu kwa sababu wametutangulia, lakini pia tutawakaribisha vizuri waje wapambane huku waone kama yaliyomo yamo vipi, ila wajitayarishe. Toka nilivyoichukua timu mwezi wa 12 mpaka leo hii ni wapongeze wao, na kwa kitu walichokifanya ni kitu kizuri, kwa sababu kuwagea thamani ya wachezaji wetu waliofanya vizuri katika msimu uliokwisha. Kwa hiyo wachezaji nadhani watajivunia hiyo, wanajipongeza na sisi tunawapongeza. Ni wapongeze wachezaji kwa ujumla kwa sababu wamefanya kazi kubwa. Toka nilivyochukua timu hatakuwa na hali salama, lakini leo hii tunaweza nikajivunia kutokana na wao. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza msimu salama, kwani ulikuwa ni msimu ambao ni mgumu kwetu. Ukilinganisha tulivyoanza msimu na tulivyomaliza, tumefanya kazi kubwa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, tukishirikiana benchi la ufundi, uongozi pia. Kwa upande wa wachezaji tunashukuru Mungu, kwani tumebakisha timu na ilikuwa ni kazi ngumu kusema ukweli. Na kuhusu timu binafsi, nashukuru kwa kila kitu. Kama nimepata tuzo ya wafungaji bora kwenye ligi, nimemaliza nafasi ya 2 kama sikosei, baada ya Shirwa na Maulidi kufungana magoli nafasi ya kwanza kwa magoli 17, mimi nafasi ya 2 kwa magoli 14. Lakini kwenye timu pia wamenipa tuzo ya MVP wa timu na top scorer wa timu pia. Kwa hiyo nashukuru sana. Sasa hivi sisi kama wana Kigamboni tunajivunia hii timu. Kwa hiyo kilichopa sasa hivi ni kuambia tu wana Kigamboni kwamba hii ni timu yao, timu ya Kigamboni. Kwa hiyo tuangalie ni namna gani tutaisupport kama wana Kigamboni, ili Mungu akipenda msimu unaokuja tuweze kupanda daraja na sisi tuwe na. Awali ilikuwa ikijulikana kama B19 Academy, lakini sasa hivi inajulikana kama B19, timu ambayo kwa hakika imeendelea kufanya vyema kweli kweli. Mara ya kwanza timu hii mimi nilishuhudia kwenye mashindano ya Ramadhani Cup ambayo alikuwa anafanyika pale kwenye viwanja vya JK pale Kidongo Chekundu. Wamepambana, timu iko championship na imebaki nafasi ya 9. Shuhudia kama CRDB. Yes, walicheza CRDB, walicheza kwa mechi ya CRDB. Walicheza na Simba. Walicheza na Simba. Wanajitutumua. B19 ni timu ya Kigamboni hiyo. Sisi wakazi wa Kigamboni tunasikia raha. Bwana, tuondoke hapo twende kwenye mashindano mengine ya vile cup. Tunahama sasa moja kwa moja tunaelekea kule mkoani Musoma. Michuano ya vile cup inatarajiwa kuanza kutimua vumbi wilayani Butiama mkoani Mara, huku ikilenga kuibua vipaji vya vijana mbalimbali katika kuhakikisha vijana wa wilaya ya Butiama wanafikia malengo yao. Mratibu wa michuano hiyo Kurwa Jackton amesema
Tangu kuanza kwa michuano hiyo miaka 5 iliyopita, kumekuwa na mafanikio makubwa. Naam, kwa nukta hiyo sasa tunakwenda mapumziko mafupi, lakini kusihi mtazamaji, endelea kusalia papo hapo ulipo. Baada ya muda mfupi tutarudi tena hapa kwa ajili ya kukujuza taarifa mbalimbali. Tafadhali usiondoke.